Yes, hii hapa ni Aznas Media. Mimi naitwa Chumvi the Baddest, presenter steering ya mwezi lobaki mjini. Of course, hapa niko na JR Junior Alwatan. Moja kati ya wadau wakubwa sana wa muziki wa hip hop Tanzania. Mimi nataka nikuulize kitu kidogo tu bro. Ndio. Unapata feeling gani sasa hivi ambavyo unaona kama muziki wa hip hop umeamka hivi sasa hivi hapa Bongo? Ni feeling gani ambayo unaipata au ni furaha gani unaipata kwa sababu umekuwa ukipambania hii kitu kwa muda mrefu kwa miaka mingi? Mimi ni mtu ambaye nimekutana na zama zote kwenye muziki. Alright. Unajua mimi nimeanza kufanya kazi 2009. Nikiwa mdogo sana na miaka kama 17, 18. Wow. Kwa nilipata bahati. Mimi wakati naenda chuoni mwaka wangu wa kwanza. Nimemaliza kusoma nikiwa kazini. Wow. Field sikurudi. Wow. Kwa nimeiona ile generation ya watu wa hip hop ndio wanafunga shows hizo, wakina Chidi Benz wako juu hapo, ushaelewa, yani game inawahitaji hao watu. So miaka yangu wote nilikuwa natamani kuona hii hali. Kwa sababu nakumbuka unajua mtu kila mtu ni makuzi yake. Okay. Kuna mtu amekuwa anaona Bongo Flava so ana feel kuiona hiyo. Na sisi wengine tulikuwa tukiiona rap ikiwa pale. Kwa hiyo tuna feel kuiona ikiwa inawahudumia watu. Hebu mimi naomba wewe unaelewa vizuri muziki wa hip hop. Kwa sababu umekuwa ukiufuatilia, umekuwa ni mdau na umekuwa ukitamani uone kwamba unaenda. Hivi natamani useme hata sentence kadhaa tu za kuwatoa kule ambao wanafikiria kwamba muziki wa hip hop sio pesa, sio kupendeza, sio kung'aa. Yaani wanafikiria kwamba muziki wa hip hop ni kujitoa tu. Kwanza wana business. Of course. Wanatakiwa wajue kama game ina politics. Okay. Game yenyewe ina siasa. Alright. Na siasa ni art ya kumfanya mtu aamini kile ambacho unachokizungumza. Wow. Kwa kuna watu walifanikiwa katika hilo eneo la kuwaaminisha watu vitu ambavyo vilikuwa havina uhalisia, kama tu wanasiasa wengine wanavyofanya. Okay. Si wote, lakini baadhi ya wanasiasa wanavyofanya. Kwa hiyo baadhi ya watu waliotengeneza hiyo nadharia kwa bahati nzuri, hata ukitazama sasa hivi wao wenyewe hawaeleweki wanasimamia kitu gani tena. Walikuwa wanaonekana ni watu ambao wanapush sana Bongo Flava, lakini shout out kwa watu wa Singeli, wamefanya movement, imebadilisha vitu vingi sana, mitazamo ya watu. Na hata ukitazama sasa hivi haijulikani mjini ni muziki gani ambao una demand. Soko ni huria, liko wazi sana. Ndio maana hata pia unaona Azma wakati ametangaza kuhusiana na Aznas links zimepokewa vizuri sana. Na Aznas Africa Hip Hop Awards pia zimepokelewa vizuri sana na wadau, na watu wengi wanaonesha nia ya kufanya kazi na Azma. Kwa hiyo hilo pia linaonesha kwamba tayari ufahamu umekuwa mkubwa sana. Ufahamu umekuwa mkubwa kwa sababu ya watu kama kina sisi ambao tumetumia muda wetu mwingi sana kuwaelewesha watu kuhusiana na biashara, na kwa sababu biashara ni nadharia. Yes. Ni kufikirika. Ni vitu vya kufikirika. Yaani biashara kwenye muziki ni nadharia. Watu wanatengeneza wanakuja na plans ambazo zinakwenda kufanya nadharia za watu zikawa katika uhalisia. Maana watu wanaanzia kwenye mind afu wanaiweka on set. Kwa hiyo kuna watu walilishwa hiyo. Inatolewa alafu watu wanaendelea na maisha mengine. Ushanielewa Kwa hiyo hakuna kitu kama hiko, na ni vitu tu watu walipandikizwa ambavyo havina uhalisia. Alright. Bana, hip hop ni business. Hip hop sio ukafikiria kama ulivyokuwa unaifikiria kwa siku za nyuma. Watu wanafanya movements zinaendelea. Tunaona hata huko nje watu ni matajiri sana, matajiri wakubwa, wasanii wakubwa ambao wamefanikiwa kupitia huo muziki wa hip hop ambao watu walikuwa wanafikiria kama hauendi, kumbe ndo kwanza nayo. Now na umezungumzia kuhusiana na Aznas Africa Awards ambazo ni hip hop awards, zitakuwa zinafanyika hapa Tanzania. Of course ni November. Sijui wewe unaionaje hii? Kubwa. Inaenda kubwa sana. Ni muhimu sana. Kubwa sana kwa sababu tumekuwa tukikuwa hatulali tunaangalia BET Awards mpaka leo. BET Hip Hop Awards kwa mfano ni tuzo ambazo wadau wengi sana wa hip hop wanazipenda. Nadhani zile hip hop hivi watu wanazipenda kuliko Grammy. Kwa sababu zinakuwa zinaipa rap ule wigo wake mpana. Hip hop inakuwa inafanya kila kitu kwenye jukwaa moja. Unaona watu wanashindana, watu wanashinda, watu wanashindwa. Kuna moments nyingi kwenye tuzo. Na ambacho mimi nimevutiwa zaidi kwenye tuzo za Aznas ni recognition awards ambazo zinakwenda kurecognize watu. Recognize watu. Sio kwamba ni mashindano. Kwa hiyo kila mtu ambaye anahisi anaweza akawa akatambuliwa kwa kitu ambacho amekifanya, tayari tuzo imeshampa nafasi mojawapo ya ushindi. Kwa hiyo hicho ni kitu kizuri sana ambacho Azma amekichagua, njia nzuri ambayo ameamua kupita, na natumai mwaka huu
mpaka tunakwenda kumaliza, huenda rap ikawa ndo muziki ambao unadimandi kama ilivyokuwa singeli mwaka jana. Yes. Huenda mwaka huu ni mwaka ambao hip hop inatengeneza hiyo na miaka ijayo. Thank you so very much brother Alwatan. Bana, huyu alikuwa ni Alwatan JR Junior. Of course tumepiga naye story. Ameongea mengi, ni kwa muda mfupi, lakini kama wewe unaelewa vizuri, ameongea pointi nyingi sana, nondo nyingi sana kuhusiana na muziki wa hip hop. Of course tumezungumza vitu vingi. Bana, mimi naitwa Chuvi the Baddest Rahe. Hii ni Asnas Media na Asnas Hip Hop Music Awards zinafanyika November this year 2026. At the first time inafanyika Bongo, na ni tuzo pekee ambazo hatujawahi kuziona Tanzania na East Africa zinazohusiana na muziki wa hip hop. Bye bye for now.